Katika hatua inayoashiria kasi ya ukuaji wa sekta ya ujenzi na biashara jijini Mwanza, mkuu wa wilaya ya Ilemela Hassan Masala ametoa wito kwa wawekezaji hususan wafanyabiashara wa vifaa vya ujenzi kujitokeza na kuwekeza jijini hapa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa duka jipya la vifaa vya ujenzi la ABC Mwanza Hardware, Masala amesema uwepo wa maduka hayo utapunguza utegemezi wa bidhaa kutoka Dar es Salaam umbali wa zaidi ya kilomita 1200 na kupunguza gharama za usafirishaji kwa wananchi wa Mwanza na mikoa ya jirani. Hawa wenzetu ni washirikiaji wakubwa wa usambazaji wa vifaa vya ujenzi vya kisasa vyenye ubora wa hali ya juu sana. Tumeshuhudia hapa leo kuona tiles ambazo ni za kudumu, lakini pia ni mzuri, brandi kutoka nchi mbalimbali duniani. Lakini pia tumeona vifaa kwa maana ya vifaa kwa ajili ya vyoo na vifaa vyote vinavyohusiana na umaliziaji wa ujenzi katika majengo yetu. Kwa hiyo kwa niaba ya Wanamwanza, hii kwetu sisi tumeiona ni fursa kwa sababu inaendelea kwenda kukuza mji wetu kibiashara, lakini pia inaenda kutuongezea pato kama mkoa kwenye eneo la mapato, kwa sababu hawa ni taxpayer wakubwa ambao tunaamini kama serikali tutakwenda kunufaika. Kwa hiyo nitoa wito kwa wakazi wa Mwanza, wale ambao wanatafuta vifaa bora vya kisasa kwa ajili ya shughuli za ujenzi, wafike katika duka la ABC linalopatikana hapa mjini, mtaa wa Lwegasole karibu na stendi ya Nyegezi, ili waweze kupata mahitaji ya vifaa mbalimbali kwa bei nafuu. Kwa kweli bei zao ukilinganisha na bei ya vifaa vingine hazina tofauti kubwa sana. Utofauti ni kwamba hivi ni vifaa bora na genuine kabisa kwa ajili ya shughuli za ujenzi. Kwa hiyo nitoe wito kwa Wanamwanza wote wanaonisikiliza na mikoa ya jirani ambao wanatusikia, basi wakihitaji vifaa vya namna hii sasa hivi hamna haja ya kwenda Dar es Salaam. Waje moja kwa moja hapa, wanaweza wakapata mahitaji yao. Tutakubaliana kwamba ili wawekezaji wote waweze kuwekeza sehemu yoyote, amani lazima iwepo, utulivu lazima uwepo, lakini pia mambo yanayohusiana na kodi na vitu vya namna hiyo ni lazima viwepo. Kwa kufanya hivyo mnaweza mkajikuta mmewekeza na mmepata nguvu kubwa ya watu kutoka nje. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ametengeneza mazingira rafiki ambayo yanawa-encourage sasa watu wengine kutoka nje kuja ndani ya nchi yetu. Na sasa hivi si tu Dar es Salaam, wanatoka mpaka nje ya mikoa ya Dar es Salaam ambako tumezoea, wanakuja kwenye mikoa ya pembeni kama ilivyo huko kwetu Mwanza. Hii yote ni kwa sababu ya namna ambavyo sera, utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali, namna ambavyo umeweza kuwavutia wawekezaji. Tunaamini hiki ambacho ABC wamekifanya, makampuni mengine makubwa yanayoshughulika na vifaa vya ujenzi nao pia watatumia fursa hii kuja, kwa sababu sisi kama mkoa, serikali ya mkoa tunawakaribisha na tumewawekea mazingira namna hii, tukihakikisha wanafanya kazi bila kubugudhiwa na mtu yoyote. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Mwanza Mheshimiwa Constantine Sima amesisitiza kuwa ujio wa ABC Mwanza Hardware unamaanisha fursa zaidi kwa kanda ya Ziwa, huku akilitaja jiji la Mwanza kama kitovu cha biashara kwa mikoa ya kaskazini magharibi. Leo tumeshuhudia mapinduzi makubwa hususan katika uwekezaji ambao wenzetu wa ABC wameanza kwa mara kwanza, na tukitambua umuhimu wa mji wa Mwanza unavyokuwa, fursa ambazo zimekuwa zikipatikana Mwanza ikiwa ni moja ya kitovu cha mikoa ya kanda ya Ziwa. Kwanza tunao heshima sana kumshukuru Mheshimiwa Rais. Leo tunapoongelea daraja la Kigongo linapokuwa limekamilika kwa 98%, maana yake ni ufunguaji wa fursa kwa watu kuja Mwanza na kuweza kufanya manunuzi ya vitu ambavyo vina standard. ABC kitu walichoamua kukifanya ni kutengeneza standard kwa ajili ya kuweza kufanya investment kwenye real estate au kwenye ujenzi wa nyumba. Na sisi Mwanza, haya ni mapinduzi makubwa kwa mara ya kwanza tumeweza kuyashuhudia. Mwakilishi wa kampuni ya ABC Mwanza Hardware, Bwana Sahares, amesema wamejipanga kutoa huduma za kiwango cha juu kwa kutumia teknolojia ya kisasa na kutoa vifaa vya ujenzi kwa bei rafiki, wakilenga kuwahudumia wateja wote wa kanda ya Ziwa kikamilifu. So today we had the inauguration of one of our biggest showroom in the country in Mwanza. So as ABC Group, we are an international company. We are headquartered in Dubai. We decided to invest in Mwanza considering a lot of urbanization happening in the region, considering a lot of projects coming up in the region, and we want to make sure we are making international brands available and affordable to people of Tanzania. So I request all the Tanzanians, all the people who are building their project, whether it is residential or commercial, come to our showroom in Mwanza. You guys will not have to travel all the way to Dar es Salaam at the moment. You can come and have it in Mwanza and make sure your buildings and projects are accommodated with big brands in the country. Thank you so much. Thank you. Mbali na uzinduzi huu, tuangazie pia ni kwa namna gani ujio wa duka hili jipya la vifaa vya ujenzi utaleta tija kwa wananchi na wafanyabiashara wa jiji la Mwanza.
Zulfikar Nanji ni mkurugenzi wa kampuni ya Mwanza Huduma. Hapa anafafanua kwa kina mafanikio yanayotarajiwa kupitia uwekezaji huu. Zaidi na zaidi, hazina ya Mwafrika ni nyumba. Kwa hiyo nyumba nilivyozungumza hata awali kwamba ndiyo urithi wa familia. Katika urithi tuweke maanani kwamba vifaa vinavyotengeneza urithi viwe zenyewe za asili. Kwa mfano, duka hili vimeleta vifaa vinavyoaminika, bei itaeleweka tu. Ukiangalia kwangu pale Mwanza Huduma naye ni alafu na Twiga Cement inayoaminika. Kwa hiyo hakuna longolongo, tuendelee kujenga. Ardhi ipo, mtu asikwambie Tanzania hamna ardhi ya kujenga. Na amani inayoletwa na mama yetu, Mama Hassan Suluhu, hongera sana, aendelee miaka 5 ingine.